Fitina kwanza zilikuwa nyingi. Hamna mtu asiyojua. Unajua tulicheza kwenye uwanja wao alafu tukataraji tucheze kwenye uwanja wetu. Lakini wakafanya fitina kila kitu kuleta huku. Lakini yote walikuwa wanajua. Unamwangalia muamuzi kaja kuharibu mchezo kwa lafu ambayo haitakiwi hata kutoa kadi. Na alikuja na maelekezo kwa sababu alikuwa ashajua anamtafuta namba 21 kwa sababu kule Moroko ndo alikuwa kikwazo. Anakata umeme, anaenda anafukia mashimo yote, kila anakuja. Na leo sasa alipokuja alikuwa kaamua kabisa kumfukia yule mniga wao Kamara sijui nani. Alimfukia. Tukaweza kudominate sehemu ya kiungo na nini. Mwisho wa siku sisi waungwana tumekubali tumepoteza. Lakini yote kwa yote Simba tunajenga timu. Hii inatupa taswira nzuri kuelekea mashindano ya baadaye kwenye klabu bingwa. Kwa hiyo sisi tumekubali, tumefungwa kwa sababu kwenye mchezo ukifungwa kubali, tushafungwa, lakini tumefungwa kwa fitina. Tumekuja kucheza uwanja ambayo sio wetu. Uwanja ambayo hatutaki kucheza mashindano haya. Sisi uwanja wetu kwa Mkapa na wao wanajua kwa kuwa wana chembe za damu na timu yao, basi wakaamua tu kutuonea na kutuvutia hapa. Lakini kocha alikuwa hayuko radhi. Kwenye interview kule Moroko alisema kabisa, bora basi tuzimalize hapa kuliko kututoa kwenye uwanja wetu kutupeleka uwanja mwingine. Huu sio uwanja wetu. Kwa hiyo naamini uoga wao lakini na mabavu yao, na ukiangalia muamuzi kafuata maelekezo tumeweza kutolewa. Ile amani sio kwa Mkapa bwana. Kwa Mkapa ina hadhi yake bwana. Kwa Mkapa kashakufa kila mtu pale. Sasa useme amani kwa hapa kafa mtu kama hivyo. Tunajaribu tu kuijenga iwe kama kwa Mkapa. Kwa Mkapa usiseme hivyo bwana. Upige astaghfirullah. Unaikosea. Kwa Mkapa ina heshima. Simba wameposti amani kama kwa Mkapa, sio mimi. Kama kwa Mkapa wanakwenda kwenye mfano. Kwa Mkapa ina heshima yake. Kwa Mkapa ukimwambia, ndio maana hawa wote na viongozi wa kafu huko wote umemwona Mo Dewji alichokiposti, masikitiko yake makubwa kutolewa pale kwa Mkapa. Kwa Mkapa ina heshima yake bwana. Ndio maana tunasemaga pale kuno kwa kukaja kuisan mienda kubuja kitali. Sie pale ni kwetu, ukija na nguo unaondoka uchi. Ndio maana wametuleta huku tuje kupata tabu. Lakini kwa Mkapa huyu leo astaghfirullah, saizi wangeondoka wanalia macho.